Hii tunaomba mtu yeyote asipitie ila bibi harusi. So kama wewe si bibi harusi, tafadhali kaa kando. Tunataka kuuliza swali ambalo litapatia ruhusa ya kuendelea mbele. Ninaomba mvulana asimame mbele ya hao watu. Kama yupo ama kama wapo, wanyoshe mkono au anyoshe mkono na aseme ni mimi ama ni sisi hapa. Ni mimi hapa. Haya, asante sana. Unaweza kuendelea kufanya hivi.
kabisa wanakaribia jukwaa. Dada Mary na ndugu Eric Diema wakiwa tayari kutoa kiapo. Mtumishi basi atakapokuwa anaenda umbali kwa njia ya kipekee, tunamkabidhi mikononi mwako Baba, mtumie anapotoa mashauri kwetu Baba, mashauri haya ili ndoa zetu ziweze kukamilika na ziweze kuimarika katika nyumbani mwetu. Baba, atabariki zote, tuongoze kila mmoja wetu, na tunaomba yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Pada msichana weke mikono karibu kama wako mkaketi wapi napoendelea na huduma hii ya kipekee, aweze kuendeleza sherehe hii jana wa leo. Wakati wanasema aweze kusimama na endelee, karibu mchungaji kwa sherehe. Kwa furaha ya wale ambao wamefanyika, kwanza kabisa kwa niaba ya wanaharusi na kwa niaba ya bibi harusi siku ya leo, wazazi upande wa bwana harusi, marafiki na wale wazazi na marafiki wa upande wa bibi harusi na washiriki wote, waalikwa, marafiki na wasalimu tena katika jina la Bwana. Hamjambo, karibuni sana katika sherehe hii ambayo tulitazamia kwa muda mrefu, ikafanyika polepole na mpaka leo ikawa ndio siku hapa, ili tuje tusherehekee furaha yao. Ni jambo la maana sana watu wakiingia kanisani ili kufanya mambo yao rasmi, mambo yawe vile ambavyo neno la Bwana linavyotaka. Nataka kwanza kwa kusoma kitabu cha Mathayo 19 sura ya 19 aya ya 4 na aya ya 5. Ninajua sherehe kama hizi kwa ni pasta ni analeta Biblia peke yake. Haizuru. Kwa sababu ni pasta ndiye analeta peke yake, nitamsomea kwa kile kitabu ambacho nimebeba mkononi. Kinasema, and he answered saying unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them a male and a female? He made them that, a male and a female. And he said, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Biblia inasema, Yesu akawaambia maneno haya, kwani hakusoma huko mwanzo, huko zamani, kwamba yeye aliumba mke na mume? Hivyo ndivyo aliumba.
aliumba hata wanyama, akawaumba wanyama wa kike na wanyama wa kiume, akampa mwanadamu basi kwa mfano huo kwa hali ya kike na hali ya kiume. Alafu anasema kwamba kwa sababu hiyo yule wa kiume na yule wa kike yule wa kike ataacha wazazi wao na kuambatana na yule mwenzake. Mume anaambiwa atawacha wazazi wake, alafu aambatane na mumewe. Jambo hilo wakati mwingine huwa linatatanisha watu, wanasema ni mambo ya kuhama, kama kutoka huko Elgon na kusema kuja Mombasa kabisa, yaani asirudi Elgon tena. Haijasema namna hiyo, haijasema kwamba ukitoka huko kuvuka mipaka atusirudi huko tena. Inasema ule uhusiano uliokuwa mwingi sana kwa mama na kwa kijana, kwa baba na kwa kijana, utapungua, alafu ule uhusiano utaelekezwa mahali pengine. Yaani Bwana atauelekeza ule uhusiano wake kwa mkewe, na wao wawili, miwili utakuwa sasa mwili mmoja. Mnajua maneno haya huwa yanafanyika kwa mpango wake Mwenyezi Mungu. Yaani kuna kitu ambacho Bwana alipanda ndani yetu. Ukifika umri fulani unajihisi kwamba umetosha kuanza kuambatana na mtu mwingine na mwanze unity yenu, nanyi mwanze kujipanga kivyenu. Nataka kusema hivi, huko kujipanga kivyenu mnaweza kupanga, lakini kama hamtamhusisha Mungu, Biblia inasema mipango yote hiyo inakuwa ambayo haisimami. Uniruhusu basi nisome kitabu cha Zaburi 127. Fungu hili mimi nalipenda sana. Linasema hivi, na linazungumza kwa watu wawili ambao walipanga kuanza unity yao. Inasema, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman keepeth but in vain. Anasema Bwana asipoujenga mji, wao waujengao wanafanya kazi bure. Bwana asipoulinda, unajua kuna kujenga na kuulinda, lakini mambo haya yote mawili inaonekana kwamba Bwana ndiye anayefanya. Bwana ndiye anayejenga, Bwana tena ndiye anayelinda. Ukijenga na kama hakuna mlinzi, basi kila mtu atakuja kubomoa na kuharibu na kuchukua kile wanachotaka kuchukua na kupawacha pale pahali bila. Ni nini tunachotaka kukisema? Tunasema hivi kwamba kila mtu ambaye anataka kuanzisha unity yake na aseme, Bwana, sasa ninataka kuanza. Ninashukuru sana marafiki zangu wa imani fulani ambao wakitaka kuanza kitu chao mpaka waseme bismillah. Hata wakiwa wanataka kupanda gari, wanaponyosha mguu, bismillah. Hata anapotaka kuvaa nguo, anapochukua anasema bismillah. Yaani kila kitu wanaliitisha jina la mkuu aliyefanya mbingu na nchi, wanasema sasa ninataka kuanza. Ni kana kwamba wanaomba ruhusa, sasa Bwana kaa mbele, kwa sababu mimi nataka kuanza, nisianze peke yangu. Hii ndio ilifanya Eric na Mary wakasema waje hapa waanze na neno lake Bwana, waseme bismillah kwa njia yao, waseme sasa Bwana tunataka kuanza rasmi. Neno ni hili kwamba
ni baraka ya Mwenyezi Mungu inahitajika, kwa sababu pale nyumbani kutatokea mambo, upepo utavuma kulia kushoto, kutoka juu chini, na saa nyingine ile nyumba inaweza kuyumbayumba mpaka ukasema kumbe nilifanya makosa. Hujafanya makosa, kwa sababu ulianza na Bwana, hujafanya makosa, lakini unastahili kusema Bwana, kwani hii nyumba itaanguka ama namna gani? Ishikilie. Mnakumbuka ile hadithi ya Yesu pamoja na wanafunzi wake waliokuwa wanataka kupita bahari fulani, na Yesu alikuwa amelala pale ndani, upepo ukaanza kuvuma, na Yesu akiwa pale ndani, upepo ukaanza kuvuma mpaka chombo kikaanza kupepesuka, mpaka maji yakaanza kuingia, woga ukawaingia. Walikuwa wamesahau kwamba Yesu hapo pale ndani, ndipo wakamkimbilia kumwambia, wewe hata huamuki, kwani kuna nini? Hujali, tunaangamia. Sema sasa, simuniamshe polepole, kwani imekuwaje? Ndio akaamka polepole, akasema upepo tulia. Bwana chombo kinapokuwa kimeanza kupepesuka, chombo kinapokuwa kinaanza kupepesuka kana kwamba tutaangamia ndani ya bahari, ndani ya kilindi cha bahari, ni wakati wenu wa kumwambia Bwana, upo, kama upo amuru upepo uweze kutulia. Na Mungu yote alikuwa ndani. Yule ambaye alimsaliti Yesu alikuwa ndani, pamoja na wale wengine wakina Thomas, wale ambao hawaamini walikuwa ndani. Unatuacha tunaangamia. Yesu akaja, Yesu akasimama na akasema upepo tulia. Kwa neno lake moja upepo ukafanya nini? Ukatulia. Nataka niseme kwamba hata dini upepo utatulia wakati utakapoliita jina lake. Kwa hakika upepo utatulia. Sasa sina haja kuambia mambo mengi ile, kuambia maneno mengi hata mtayasahau mambo mengine. Wacha nimsomee yale ya maana ya charity suffereth long. Hili neno charity kwa Kiswahili linatafasiriwa kama upendo. Kwa hivyo anasema upendo huvumilia, and is kind. Tena anasema ule upendo una huruma, ule upendo ule unaonyesha mapenzi. And not charity bounded not itself, is not upendo una unyenyekevu, upendo linasema kwamba that not itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh not no evil. Anasema upendo haufikirii mabaya. Tena upendo hautafuti ya binafsi. Upendo hauna ule uchoyo na kusema changu mimi peke yangu. Najua Tumaini anashide bila anataka kujitaragia, alafu anamwekea yule mwenzake sukuma ambayo anataka kutumana. Tena anaweka akisema, unajua wanatumia ule hoteli nyama ya kudanganya hakuna hizo. Kama unalikuwa kijana na wewe ni hakuna hizo. Unajua upendo haujakii kitu kizuri cha binafsi. Upendo haufanyi hivyo. Hata kama nikae karibu ninakaranga, unasema nitakulaje wenzangu akiwa hayupo. Pengine huko ameshinda njaa, pengine amehangaika hapa na pale, hata hakupata nafasi ya kwenda kwa fulani na kwenda kwa hoteli. Nitakulaje? Basi unakaa kuna njaa mpole wakati mwenzako anapokuja saa 2:30 jioni, akikuuliza kwani hujala? Utakulaje nikiwa peke yangu? Utakulaje kama yani upendo haujitafutii kitu chake mwenyewe? Huo
upendo. Lakini shida ndogo ikitokea, ndogo, kama hakuna upendo, mtashangaa sana, kwa sababu hata yale ya juzi, yale yaliyokuwa juzi yaliyofanyika yatakumbukwa tena na kuanza kutolewa tena, kutambikwa tena, kuongezea yale ambayo yametokea, na unakuwa mlima ambao si wa mambo mazuri. Najua Eric na Mary tunapendana, ndio kwa sababu umesema tuje hapa tushuhudie ukamilifu wa pendo lenu. Ni sawa, lakini nataka kuwaambia sasa, muanze kupendana kwa pendo ambalo halitatindika milele na milele. Na haya mambo huwezekana kama kila mtu akifanya majukumu yake, kila mtu akifanya majukumu yake. Mwanamume ana majukumu yake na pia mwanamke ana majukumu yake, na kila mtu anapofanya majukumu yake hakutatokea shida. Biblia inasema, wives, submit yourselves unto your husband as unto the Lord. Wakina mama, tunasema tumaini, uwe mtiifu kwa mume wako kama vile unavyomtii Bwana Yesu Kristo. Kuwa na heshima kubwa, kuwa na utiifu, kuwa na kicho, heshima kwa mume wako. Walelelewa hapa Bwana, mke akiitwa useme kuna njia yake ambayo mke anaitwa na kuitikia. Nasikia taratibu, yaani kabla kuitika nako kunaitika kwa heshima. Palipo na heshima, kama mama akimheshimu mume wake, nataka kukwambia kwamba kila kitu kitaenda kwa huyo mama huyo, huyo bibi huyo, huyo mke huyo ambaye ana heshima. Ukiwa unataka ujitakie mazuri, ni kuwa na heshima kwa mume wako. Lakini ukiwa unakuwa na heshima, mambo hayatakuwa mazuri. Hayo maelezo mengine, hayo mafunzo mengine yanasema kwa sababu mume ni kichwa cha mwili kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa, nitayawacha hapo. Wacha niende ile sehemu nyingine ya wanaume. Inasema, ninyi mabwana, husbands, love your wives even as Christ also loved the church. Anasema kwamba mabwana, pendeni wake zenu kabisa kama Kristo alivyopenda kanisa mpaka akajitoa maisha yake, akafa pale msalabani kwa sababu ya wale watu ambao alikuwa amekuja kuwakomboa. Hilo ndilo jukumu lenu, na mtakapofanya hivyo, mke atakapofanya jukumu lake na mume atakapofanya jukumu lake, nataka kuambia kwamba pale nyumbani kutakuwa kuna furaha na kicheko na starehe, na mambo yataendelea kuwa mema, kwa sababu mtakuwa mkifuata mwongozo ambao Bwana Yesu Kristo aliutoa, ama Mungu Mwenyezi alitupatia. Sisi tumekuja hapa leo kuwatakia baraka, kusema kwamba mnapoanza rasmi mambo yenu, basi baraka za Bwana ziweze kuandamana nanyi. Wanaenda kwa mambo mengine baadaye. Nafikiri sawa.
dhambi yote zitafunuliwa. Lakini sasa ikiwa mmoja wenu ajua sababu yoyote au kizuizi chochote ili msifunganishwe halali kwa ndoa jinsi asemavyo Bwana Mungu, basi semeni sasa. Kama kuna sababu ambayo inaweza kufanya msiunganishwe kwa ndoa, kama kunayo sababu, Bwana heri useme sasa. Kama kunayo sababu, binti Mary uiseme sasa. Najua tunaelekea kufunga milango na madirisha, hakutakuwa kuna mahali pa kutokea. Tukishafunga mlango tumefunga, tukifunga dirisha tumefunga mpaka Yesu atakapokuja. Hapa Kenya linaambiwa kunyamaza inamaanisha kubaya. Basi kama ni hivyo, tunaendelea mbele kwa sababu tumetoa muda wa kutosha. Kwa bwana harusi tutasema maneno haya nyuma yao, alafu pale anaposema mimi itakuwa ni wewe, utasema majina yako yote, na pale atakaposema wewe itakuwa ni kwa huyu binti bibi harusi, utasema majibu yake, majina yake yote. Sasa maneno yanaenda hivi, kikwama ukanyamaza, nitarudia tena. Nashuhudia kwa kweli ya kwamba sijui kizuizi chochote ili mimi Eric Mnyema nisiunganishwe kwa ndoa na wewe Mary Tumaini Mnyema. sijui kizuizi chochote ili mimi Mary Tumaini Masawe nisiunganishwe kwa ndoa na wewe Eric Mnyema. vigelegele basi. Haya, utamkubali mwanamke huyu awe mke wako uliyemwoa halisi na kuishi pamoja naye katika hali takatifu ya ndoa jinsi ilivyoamriwa na Mungu. Utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na ukiwaacha wote wengine utakaa na yeye tu siku zote, ninyi nyote